Namna hivyo mwanamichezo, karibu tudunde dunde na kujimwaya kunako viunga mbalimbali. Shukrani Philipina Ndwata kwa kunipa kijiti kudunda dunda viwanjani. Mimi ni winga teleza Witness Ngalawa, karibu. Kunako mwendelezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, mambo yanazidi kupamba moto kuelekea mchezo wa dabi wa Kariakoo kati ya Simba na Yanga, mchezo ambao unatarajiwa kupigwa Juni 15 mwaka huu, mambo ambapo Yanga atakuwa mwenyeji wa mchezo huo. Tayari timu hizo zimeingia kambini kujifua, huku Yanga kupitia afisa habari wake Al-Shabani Kamwe ameendelea kusisitiza kuwa kikosi chao haitaingia katika mchezo huo, huku Simba kupitia meneja habari na mawasiliano Ahmed Ali akiweka bayana kuwa mechi hiyo ya watani wa jadi itakwenda na wanaendelea na maandalizi yao kuwakabili watani wao. Maandalizi yanakwenda vizuri so far, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Wachezaji ambao hawakupata bahati ya kuitwa kwenye timu zao za taifa wote wameripoti hapa KMC na tulifungua kambi yetu Juni mosi. Wachezaji wote ambao wako hapa wapo kwenye hali nzuri na tunaamini kwa maandalizi ambayo yanaendelea hapa, hii michezo miwili ya mwisho ya ligi ambayo tunakwenda kuicheza, tutakwenda kupambana na tupate matokeo mazuri inshallah. Maelekezo tuliokuwa nao hivi sasa Simba Sports Club ambayo ni rasmi kabisa na maelekezo kutoka kwenye mamlaka husika za mpira wa miguu, mechi yetu ni tarehe 15 ya mwezi wa 6 dhidi ya Mtani. Mpaka muda huu nazungumza nawe, hiyo ndiyo taarifa tuliokuwa nao wana Simba na haina mabadiliko yoyote. Na kwa mantiki hiyo, sisi tutafanya maandalizi yote kwa nguvu yote, kwa silaha zetu zote kuelekea katika mchezo huu, na mashabiki wa Simba wafanye maandalizi yote kuelekea katika mchezo huu. Na hali ikiendelea hivi kwamba mechi ipo, sisi tarehe 15 mapema watatukuta uwanjani, na mashabiki wetu wa Simba Sports Club tarehe 15 tukutane uwanjani. Uwanja utakao tangazwa, mnyama ataelekea katika uwanja husika kwa muda husika, na mashabiki wetu wanapaswa kuja siku hiyo kuja kushuhudia mchezo husika ambao umepangwa na kusimamiwa na mamlaka husika. Na tunawaomba wenyeji wa mchezo huu waanze ama watangaze viingilio mapema. Namna hivyo mambo yanazidi kupamba moto kuelekea dabi ya kati ya Yanga dhidi ya Simba, lakini pia tunakumbuka kuwa Yanga ni mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, ambapo tayari wametwaa kombe hilo mara 30. Nikielekea bungeni jijini Dodoma, waziri wa fedha Mwigulu Nchemba ameipongeza timu ya Singida Black Star kwa kuzima ndoto za mnyama Simba na kuiondoa kwenye kombe la FA baada ya kukubali kipigo cha goli 3-1, huku akitaka bunge litoe pongezi kwa timu hiyo ya Singida. Mwanamchezo wetu Leonard Mwachia anatuarifu. Huyo wa fedha ametoa pongezi hizo bungeni jijini Dodoma wakati akitimisha hotuba yake ya makadirio ya mapato na matumizi ya wizara yake kwa mwaka wa fedha 2025-26 na kusema kuwa ushindi huo ni wa kihistoria, huku akijitetea kuwa hakuwatuma Singida Black Stars kuadhibu mnyama kiasi hicho. Na Mheshimiwa Spika, nikiwa namalizia, kipekee kabisa kwa kihistoria kabisa ni wapongeze timu ya Singida kwa kuwafunga Simba liingie kwenye Hansard. Goli 3-1 ni ushindi mkubwa sana, mambo yaliyotokea kule Babati. Na nimemuomba radhi Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba sikuwatuma, mimi nilikuwa kwenye majukumu alionituma, kwa hiyo hayo walifanya tu wenyewe na wamefuzu kucheza fainali. Hiyo ni hatua kubwa, na Mheshimiwa Kingu pamoja na wabunge wa Singida wanakusubiri Mheshimiwa Spika upongeze kama unavyofanyaga kwa timu zingine. Akijibu hoja hiyo, spika wa bunge amesema kiti chake kinapongeza timu ambazo zinapiga hatua na sio kupongeza timu inayofunga timu fulani, kwa sababu bunge hilo ni la wananchi wote. Ili kumbukumbu za Mheshimiwa Waziri zikae sawa, huwa sipongezi kila timu inayoshinda timu nyingine.
huwa napongeza timu iliyopiga hatua fulani, kama ni hapa nchini au nje ya nchi. Na ndio maana hamjawahi kunisikia hapa nikiipongeza Mbeya City kwa kuifunga Stand United. Kwa hiyo sipongezi kwa magoli, napongeza kwa hatua, kwa sababu bunge hili ni bunge la wananchi, sio bunge kwa ajili ya ushabiki wa mpira, na kiti cha spika lazima pia kiwe na sura hiyo, sio sura ya kuegamia upande wowote wa timu. Kama ambavyo timu yoyote ambayo itashinda ligi kuu itapongezwa hapa ndani na kiti cha spika. Itakumbukwa kuwa hii ni kwa mara ya kwanza Singida Black Stars kumwadhibu mnyama tangu ipande daraja. Leonard Mwacha, Channel 10, Dodoma. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo kutoka bungeni jijini Dodoma. Nikielekea upande wa ligi ya wanawake, timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars imefanikiwa kuichapa timu kutoka DR Congo goli 3-1 katika mchezo wa pili wa kirafiki kwenye kalenda ya FIFA. Kocha wa timu ya Twiga Stars Bakari Shime amezungumza baada ya mchezo, huku nahodha Opa Clement naye mchezaji aliyehusika katika goli moja kuisaidia timu yake ameelezea namna mchezo ulivyokuwa. Na tumefanikiwa kuongoza kupata magoli mawili kipindi cha kwanza. Kwenye upande wa ufundi tumecheza vizuri, kwa maana tumejenga mashambulizi kuanzia nyuma na kufika kwenye malengo ambayo tumekusudia. Leo tubadili mfumo wa kucheza tofauti na juzi. Leo tulikuwa tukicheza na defender 4 na kiungo mkabaji mmoja, na tuliweza kukamata kila aina ya mbinu ambazo walikuwa nazo wenzetu. Tuna focus kuhakikisha kwamba tunaweza kujiandaa kwa ajili ya mashindano makubwa zaidi ya AFCON. Kongo ni timu pia iliyofuzu AFCON, kwa hiyo tumepata kipimo sahihi kwa ajili ya mashindano hayo, na naamini mwalimu ameona nini mapungufu yetu na nini cha kuongeza. Kwa hiyo tunarudi uwanjani kusikiliza mwalimu atakachotuambia ili tujiandae vizuri tukafanye vizuri kwenye mashindano. Namna hivyo, nikiwa bado nimesalia soka la wanawake kutoka Iringa, timu ya wanawake ya Mkwawa Queens ya mjini Iringa imepokea msaada wa vifaa mbalimbali vya michezo kutoka kwa kampuni inayojihusisha na masuala ya michezo ijulikanayo kama Alishati ya huko mjini Iringa kwa ajili ya kuongeza nguvu na hamasa kabla ya kuanza kwa msimu mwingine wa ligi ya wanawake daraja la kwanza. Zaidi na mwanamchezo wetu Clement Sanga kutoka Iringa. Akizungumza mbele ya vyombo vya habari, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Alishati Al Omar Msigwa amesema vifaa hivyo ambavyo ni masweta mazito, yani pullovers, jezi pamoja na tracksuits zimetolewa kwa timu hiyo ili kwanza kuongeza muonekano wa nje wa wachezaji na timu kwa ujumla, lakini pia kunyanyua hamasa na morali miongoni mwa wachezaji. Leo tumekuja hapa kwa ajili ya kutambulisha au kwa ajili ya kutoa vifaa kwa ajili ya timu ya Mkwawa Queens. Hakuna siofahamu kwa Queens. Kwa Queens walikuwa ligi kuu, lakini waliteremka daraja, lakini sasa hizi wamepata nafasi tena ya kurudi daraja la kwanza ambao wanaenda kushindana hivi karibuni mkoani Mwanza. Kwa mimi kama mdau wa michezo wa mkoa wa Iringa, kwa kushikana na mwenyekiti wa timu, kampuni yangu imeamua kutoa au kufadhili vifaa kwa ajili ya safari kwa timu pamoja na benchi la ufundi. Naye mwenyekiti wa timu ya Mkwawa Queens ya mjini Iringa, Joel Musiba, amesema msaada huo umekuja wakati mzuri na utakuwa na mchango chanya kwenye kikosi hicho ambacho kwa sasa kinajiwinda kupanda daraja kwenda ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Nashukuru kampuni ya Alishati Company kwa vifaa ambavyo wametupatia vya kusafiria kwa ajili ya timu na benchi la ufundi. Sisi kama viongozi tulimfuata mkurugenzi Alimsigwa na kumweleza shida yetu, kwa sababu mojawapo ya timu ili ionekane kwamba ni timu lazima iwe iko complete katika nyanja mbalimbali ikiwa ni pamoja na mavazi. Tunafurahi kwa kupokea vifaa hivi. Tunafurahi sana, tutaenda kuwakilisha vizuri. Tunafurahi kwa sababu sisi kama sisi tulikuwa tunafikiria pia kuhusu tukifika kwenye kituo wenzetu wamependeza, afu sisi kila mtu anakuwa yuko kivyake. Ila kwa vile tumepata uniform hizi,
tunafurahi sana kwa sababu tutakuwa tunaonekana na sisi kama timu. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Shukrani mwana michezo wetu Clement Sanga kutoka Iringa. Huko Njombe, klabu ya soka ya Housing FC kutoka mkoani humo imesema imejipanga kufanya vyema katika ushiriki wa timu hiyo kwenye michuano ya Championship inayoandaliwa na Shirikisho la Soka Tanzania TFF, ambapo dirisha la kusaka wachezaji watakaoongeza nguvu litaanza Juni 13 mwaka huu. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Wakizungumzia juu ya hatua ya maandalizi ya kukisuka kikosi cha timu ya Housing FC kuweza kushiriki vyema ligi hiyo itakayozikutanisha timu kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara, uongozi wa Housing FC umesema Juni 13 mwaka huu katika uwanja wa Amani uliopo halmashauri ya mji wa Makambako utaanza zoezi la kusaka vipaji vya wachezaji watakaoongeza nguvu. Lengo kubwa la hiyo scouting au hiyo trial ya ni kupata wale vijana wapya ambao hawajawahi kupata fursa ya kushiriki mashindano au hawajawahi kupata fursa ya kupata kujulikana. Kwa hiyo tunatoa nafasi kwanza kwa vijana wa mkoa wa Njombe na Tanzania kwa ujumla waweze kupata fursa ambao ni huru. Mkakati wetu nadhani toka mwanzo tulisema kwamba tunataka kupeleka hili timu ligi kuu. Klabu hiyo pia imetoa wito kwa wakazi wa mkoa wa Njombe kuendelea kukiunga mkono katika jitihada hizo za kukisuka kikosi ili malengo ya kupanda ligi kuu Tanzania bara yaweze kutimia. Kwa wapenzi wa soka Njombe, tuendelee kushirikiana. Malengo yetu ni makubwa ya kuheshimisha kwanza mkoa wa Njombe, ukizingatia hatuna timu zaidi ya Housing, hakuna timu nyingine. Kwa hiyo hatuwezi kuangusha, waendelee kutupa ushirikiano kuanzia ofisi za mkoa. Wachezaji wajitokeze bila fursa, wasiache ikapita. Kila mmoja aje ajaribu bahati yake, aonyeshe kipaji chake. Tunaamini tutakuwa na wataalamu wazuri watawatambua. Kutoka mkoani Njombe ni mwanamichezo wako Michael Patrick, Channel 10. Namna hivyo, taarifa hiyo kutoka Njombe ndio inaniwekea utuo upande wa viwanjani kitaifa, na sasa ni katika medani za kimataifa. Kunani kimataifa? Tuungane na msimulizi wetu kufahamu yale ambayo yamejiri katika viwanja mbalimbali kimataifa. Kocha Simone Inzaghi ameondoka rasmi Inter Milan kwa makubaliano ya pande zote siku 3 baada ya timu hiyo kupoteza fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya kwa kipigo kizito cha mabao 5-0 dhidi ya Paris Saint-Germain. Inzaghi aliyeteuliwa mwaka 2021 ameiongoza Inter kwa mafanikio kadhaa, ikiwemo kutoa taji moja la Serie A, mataji mawili ya Coppa Italia na Supercoppa Italia mara 3. Aidha, aliifikisha timu hiyo fainali 2 za ligi ya mabingwa, ingawa walipoteza zote dhidi ya Manchester City mwaka 2023 na PSG mwaka huu. Taarifa ya kuondoka kwake ilitolewa Jumanne baada ya mkutano na viongozi wa klabu, huku rais wa Inter Giuseppe Marotta akimshukuru kwa mchango wake na uaminifu katika mazungumzo yaliyopelekea makubaliano ya kuagana. Kupitia ujumbe wa kuaga, Inzaghi aliwashukuru mashabiki wa Inter kwa upendo na uungwaji mkono waliompa kwa kipindi chote, akisema hata wasahau kamwe. Ripoti zimeanza kumuhusisha Inzaghi na klabu ya Al Hilal ya Saudi Arabia, ambayo kama Inter itashiriki kombe la dunia la vilabu la FIFA litakalofanyika Marekani kati ya Juni 14 na Julai 13. Kuondoka kwake kunakuja wakati muhimu kwa Inter, ambao pia walikosa ubingwa wa Serie A msimu wa 24-25 kwa pointi moja tu dhidi ya Napoli. Inter wanahusishwa na Muitaliano Roberto Di Zerbi anayefundisha Marseille pamoja na Cesc Fabregas wa Como, na wanatarajia kumtangaza kocha hivi karibuni, ambaye jukumu lake la kwanza litakuwa kuiongoza klabu hiyo kwenye kombe la dunia la FIFA la vilabu nchini Marekani. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Namna hivyo, msimulizi wetu Salum Pelembo ametamatisha yale yote ya dawati la michezo na burudani kwa leo. Shukrani mtazamaji kwa kuendelea kufuatilia Channel 10 Plus. Mimi ni mwanamchezo wako winga teleza Witness Ngalawa. Nikurejeshe kwake Philip Nandwata aweze kutamatisha habari yetu ya kutwa nzima ya leo.